Mara baada ya Young Africans kupitia kipindi kigumu ambacho watu wengi walikuwa wanafikiria kwamba kocha mkuu wa timu hiyo kwa maana Pedro Goncalves, Mreno huyu, hatima yake ipo katika nyakati za mwisho. Leo imetoka release ambayo watu wengi imewashangaza mara baada ya klabu ya Young Africans kwanza kukiri kosa la timu yao kutofanya vizuri kwa siku za hivi karibuni, huku wakitoa pendekezo kwamba shida kubwa ilikuwa ni katika upande wa majeraha ya wachezaji ambao wanawakabili kwa asilimia kubwa, na wote wakiwa ni first 11. Uongozi wa Young Africans chini ya rais wao Engineer Hersi Said hii leo imeamua kumrudisha aliyewahi kuwa kocha mkuu wa klabu ya Azam FC na baadaye KMC Football Club, lakini pia ameshawahi kuwa mkurugenzi wa ufundi ndani ya klabu hiyo ya Young Africans kwa misimu kadhaa iliyopita, Abdelhamid Molim, ambaye ni kocha mwenye uzoefu mkubwa hasa na soka la Tanzania. Young Africans, uamuzi huu unalenga nini mara baada ya watu wengi kutokiwaza hichi ambacho wamekifanya? Watu wengi walikuwa wanafikiria kwamba kikao ambacho wamekikaa leo kilikuwa ni kikao ambacho kinakwenda kuamua hatima ya kocha mkuu wa Young Africans kwa maana ya Pedro Goncalves na msaidizi wake kwa maana ya Da Silva, lakini bila kumsahau Patrick Mabedi. Lakini imekuwa tofauti na Young Africans kumtambulisha Moalim kuwa kocha msaidizi mwingine kwenye kikosi cha Young Africans. Na sasa rasmi klabu ya Young Africans itakuwa na makocha wasaidizi watatu kwa maana ya kocha msaidizi akiwa ni Da Silva, ambaye huyu ni Mreno na ni kocha ambaye amekuwa pendekezo la mwalimu Pedro Goncalves mwenyewe mara baada ya kuondoka kwa mwalimu Philippe Pedro. Lakini mwingine ni Patrick Mabedi ambaye huyu pia aliletwa kwa lengo la kuongeza ubunifu na mbinu katika kocha Young Africans. Lakini pia Moalim naye pia ameongezwa katika eneo hilo. Sasa Young Africans wamekuwa na benchi pana katika upande wa benchi lao la ufundi. Hii inaashiria kwamba ni moja kati ya kutengeneza benchi ambalo ni bora na lenye ushindani. Tunakwenda kuangazia hasa ni kitu gani ambacho Yanga watakwenda kunufaika nacho, ama faida gani ambayo Yanga watakwenda kuinufaisha. Wameshaona sehemu fulani ilipokosea, sasa wameamua kuziba. Nini ambacho wameamua kuziba? Ni kuongeza mtu ambaye ana akili ya mpira na mtu ambaye ana mbinu katika akili yake. Na Moalim tunamfahamu ni kocha ambaye tayari katika huo upande ameshawahi kuwa bora, kwa maana ameshafanya kazi na Milude Hamdi msimu uliopita. Yanga ilikuwa bora katika upande wa mbinu, lakini hii imekuja mara baada ya watu wengi kumhukumu Pedro kwamba katika upande wa mbinu amekuwa ni mzito mno, kwa maana amekuwa hana plan B yenye manufaa kwenye klabu ya Young Africans. Yanga wanakwenda kuitengeneza ile Yanga ambayo ni ya misimu miwili iliyopita nyuma, kwa maana Yanga ilikuwa bora kuanzia kwenye benchi la ufundi. Walimu wake wote walikuwa bora katika upande wa kimbinu, lakini kwa siku za hivi karibuni Pedro hicho kitu ameonekana kukosekana kwa upande wake. Kwa hiyo Young Africans wameamua kumuongeza Abdelhamid Moalim kwenye kikosi chao, na huyu bwana anakwenda kufanya kazi sambamba na Pedro Goncalves, na hivyo basi hatima ya Pedro bado ameendelea kusalia kwenye kikosi ya Young Africans kama kocha mkuu. Young Africans wameona kufukuza makocha sio stahili ama haifai kwa upande wao, na wameamua kumpa muda mwingine ama second chance mwalimu Pedro Goncalves. Lakini Young Africans kwenye misimu minne ambayo wametoa ubingwa haijawahi kutokea kupoteza mechi 3 mfululizo kwa maana bila kupata ushindi, lakini wakiwa chini ya mwalimu Pedro wameenda game 3 pasipo kupata ushindi, kwa maana mechi ya kwanza dhidi ya Simba hakupata matokeo, mechi iliyofuata dhidi ya Azam pia hakupata matokeo, dhidi ya TRA hakupata matokeo, dhidi ya Mtibwa pia wamekwenda sare. Kwa hiyo Yanga wameamua kumpa nafasi ya pili mwalimu Pedro Goncalves. Tuambie wewe mtazamaji wa Ngali TV na The Golden Boot, ni kitu gani ambacho unafikiria? Yanga wako sahihi ama kwenye hili wamezingua? Tuambie tu, na sisi bila iana tutapitia ujumbe wako mfupi wa maandishi na tutakuwa ni sehemu ya kusoma na kufanyia kazi. Hii ni Ngali TV, hadi wakati mwingine. Jina langu ni Leopard John, endelea kuwa nasi. Asante.